Mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026, Rais Mama Samia Suluhu Hassan akilihutubia taifa ameweza kuzungumzia jinsi gani ambavyo uongozi wake utaweza kupitia changamoto kutokana na uongozi huo kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo litaweza kulazimu uongozi ulioko madarakani hivi sasa chini ya chama tawala cha CCM kuingia mifuko ya wananchi wa Tanzania, jambo ambalo litaweza kusababisha gharama kubwa ya maisha kushuhudiwa chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo ni tofauti kabisa na kile walichoweza kukiahidi kwa wananchi wa Tanzania katika kampeni za mwaka 2025 kwa ajili ya uchaguzi huo wa mwaka 2025 ulioweza kufanyika tarehe 29 Oktoba. Mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema kwa wewe hapo mtazamaji wangu kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu. Mtazamaji wangu, natumai wote tunafahamu kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan umeweza kupata changamoto hiyo baada ya mataifa ya kigeni kuanza kukataa kujihusisha na uongozi huo. Haya yote ni kutokana na yale yaliyoweza kukumba vijana Gen Z waliokuwa wameweza kujitokeza kwa ajili ya maandamano ya amani nchini Tanzania, ila tuliweza kushuhudia waandamanaji hao baadhi yao kuaga dunia kwa kupigwa risasi, huku wengine wakipata majeraha na kulazimika kuishi nayo, jambo ambalo mataifa ya kigeni hajaweza kufurahia, wakidai kwamba ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa kutakuwa na mzigo wa deni la kitaifa, jambo ambalo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan utaweza kupata changamoto kubwa na pia gharama za kulipa riba. Vile mtazamaji wangu, kutakuwa na shinikizo kwenye bajeti ya serikali. Kweli uongozi ulioko madarakani utapenda kwa njia moja ama nyingine kutenga fedha ili ziweze kutumika kuendeleza uchumi katika taifa la Tanzania, ila kwa kunyimwa mikopo, mtazamaji wangu, bajeti ya serikali moja kwa moja itaweza kulazimika wananchi wa Tanzania kutozwa ushuru wa hali ya juu, ambapo kutashuhudiwa gharama kubwa ya maisha. Vile mtazamaji wangu, kuna masharti ya mikopo. Sote katika hotuba yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan leo hii tumeweza kusikiliza alichokuwa kikizungumza. Na mtazamaji wangu, baadhi ya masharti ambayo ameweza kuagizwa aweze kufanya ndipo ambapo aweze kupata mikopo kutoka katika mataifa hayo ya kigeni inaonekana kulemea uongozi wake, kwani sote tunafahamu kwamba kuna kongamano lililoweza kutengwa ama kuchaguliwa ili liweze kuchunguza vifo vya vijana Gen Z sawia na jinsi ambavyo maafisa wa polisi waliokuwa wakitumia nguvu kupita kiasi. Ila agizo hilo ama moja ya masharti ambayo yameweza kutolewa ni ya kwamba mataifa ya kigeni kama kweli yataweza kuendelea kusaidia Jamhuri ya Tanzania kuikopesha, basi moja kwa moja lazima waweze kuleta baadhi ya watu wao waweze kuchunguza na kushirikiana na baadhi ya familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani hautaweza kuruhusu jambo kama hilo liweze kufanyika. Vile mtazamaji wangu, huenda tukaweza kushuhudia kuporomoka kwa thamani ya sarafu, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani, hasa wale wanaozidi kumiliki mali kubwa zao za kibinafsi na sio zinazozidi kujihusisha na serikali iliyoko madarakani, basi viongozi wanaozidi kumiliki mali kubwa wataweza kupitia kipindi kigumu. Sote tunafahamu kwamba watahitaji ulinzi na hata mali hizo ziweze kuwa salama, na uongozi ulioko madarakani unafahamu hayo yote. Mwisho siku viongozi ama wafanyabiashara wa kibinafsi ambao wanaozidi kumiliki mali hizo za kibinafsi, baadhi yao wakiwa serikalini na wale hawapo serikalini ndio wanaozidi kutarajiwa kupata kipindi kigumu kwa mali hizo nyingi wanazozidi kuzimiliki. Mtazamaji wangu, pia kuna hatari ya
utegemezi wa nje. Sote tunafahamu kwamba ijapokuwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan unajibidisha kwa ajili ya kuendesha uchumi katika taifa la Tanzania kupitia baadhi ya madini yanayozidi kupatikana nchini Tanzania, ila hilo halitaweza kutosha na kusababisha uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutoyumba na kutoonyesha upungufu wa pesa zinazozidi kuhitajika kwa njia moja ama nyingine ili uchumi wa taifa uweze kuwa sawa. Vilevile, mtazamaji wangu, kuna ufanisi wa matumizi ya mikopo. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani uliweza kutoa ahadi nyingi kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Wataweza kuyafanya ama kuyatekeleza baadhi ya mambo ambayo Watanzania wengi walikuwa wakitarajia. Hivi sasa, mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo gumu kwa uongozi ulioko madarakani kufanikisha baadhi ya mambo hayo. Hii hapa ni baada ya kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni. Vilevile, mtazamaji wangu, kuna shinikizo la kisiasa na ndilo ambalo limeweza kuchangia kwa asilimia kubwa. Kwa nini uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hauwezi kupata mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni? Mtazamaji wangu, amini usiamini, wananchi hivi sasa wanazidi kupanga na kuangalia ni taifa lipi ambalo linazidi kushirikiana na uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hivyo basi, rais wa taifa hilo ataonekana kuwa ni kiongozi ambaye hana utu kwa kile kilichoweza kukumba mamilioni ya vijana Gen Z na familia ama Watanzania kwa ujumla walioweza kuathirika kwa maandamano yaliyoweza kufanyika mwaka 2025. Mtazamaji wangu, pia kuna hatari ya mategemeo ya madeni, na hivi sasa hatari hiyo ndiyo inayozidi kuonekana kwa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, ni kama mtego ambao hivi sasa uongozi ulioko madarakani umeweza kunaswa, na mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo la kuvunja moyo iwapo katika kipindi hiki kigumu tutaweza kushuhudia swala la madini nchini Tanzania ama katika taifa la Tanzania kuanza kutumika vibaya ili kujitetea na ya kwamba taifa ama uongozi ulioko madarakani baada ya kunyimwa mikopo umeweza kulazimika kuchimba madini katika Jamhuri ya Tanzania ili waweze kuendeleza uchumi katika taifa hilo, jambo ambalo mwisho siku litaweza kusababisha idadi kubwa ya Watanzania kukosa imani na uongozi wao. Ila mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema kwa wewe hapo unayezidi kutazama video hii kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni mambo yapi yameweza kuchangia kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni? Na usisahau kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.